Damu huzalishwa kwenye mifupa. Hasa kwenye mifupa pale kuna aina ya seli ambazo zinazalisha damu nyekundu, kuna zingine zinazalisha nyeupe na basi kule kuchangia kwako damu itavipunguza kurudi kwenye kiwango cha kawaida. Kiasi ama ile kasi ya kuzalisha damu itawekwa sawa, kwa sababu kwa watu wengine inakuwa ni kama ambaye hawana damu mpya. Sasa ikiwa kwa mfano mtu anachangia damu kila mara, basi ni kwamba ni nafasi ya damu yake ni kama vile kwenye engine kufanya restart kwa muda. Basi kuchangia damu mara kwa mara huwezesha kupunguza kiwango cha pressure kwa angalau kwa kipimo chetu cha pressure kwa angalau 10 kwa mwaka. Pressure si huwa pengine inaambiwa 140 kwa 90. Kwa sababu yake ya kuchangia damu ni vipimo ambavyo tutavifanya ili kuangalia usalama wa damu, na yeye ataambiwa majibu yale kwamba tumepata damu yako iko salama. Itakuwa ni kama ambaye amepima vile vipimo kwa hali ya bure. Nauliza damu nyeupe, umetaja kuna damu hii, damu nyeupe. Sema bado hajaelewa. Naam, shukrani. Sasa nimesema damu ina sehemu 3 kubwa, yani kwa vile vipande vya damu. So kuna damu nyekundu ambayo inabeba hewa, kuna damu nyeupe ambayo ni ya kinga. Ile damu nyeupe, kwa mfano kama utachukua vile vipande vya damu nyekundu, kila vipande 700 vya damu nyekundu, basi kipande cheupe ni kimoja. Sasa ukifikiria 700 kwa moja, inakuwa si rahisi kuiona, lakini sisi kwa njia zetu za kihospitali tuna njia ya kuipima, ndio ile tunaita white blood cells. Kwa hivyo ni kwamba tu kwa sababu asilimia kubwa ya damu ni ile nyekundu, ndio maana tunaona damu iko rangi nyekundu. Sasa ile damu huzalishwa kwenye, hasa kwa watu wazima, damu huzalishwa kwenye mifupa. Hasa kwenye mifupa pale kuna aina ya seli ambazo zinazalisha damu nyekundu, kuna zingine zinazalisha nyeupe na kuna zingine zinazalisha sehemu zingine. Kati ya ile nyeupe ni kundi nalo pia, si aina moja. Kuna ambayo itapigana na bakteria, kuna ambayo itapigana na virusi aina tofauti tofauti, kuna ambayo ni kama vile nilivyokuelezea ni damu ya kinga, kwa sababu pia nayo ni kama ukichukulia ni kama ndio jeshi letu ambalo linapiga, na kila jeshi lina aina tofauti tofauti ya majeshi.